Somo la leo ni Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa 24. Je, hamjui kwamba katika mashindano ya mbio wote wanaoshindana ukimbia, lakini ni mmoja wao tu apewaye tuzo? Kwa hiyo kimbieni katika mashindano kwa jinsi ambavyo mtapata tuzo. Amen. Ndugu zangu ni wapendwa, washiriki wa makanisa yote ya matawi, waumini wote na watazamaji kote duniani ambao mnafuata ibada hii kupitia mtandao. Wakati uliopita niliwaelezea kuhusu mipaka ya paradiso ambako kuna sehemu ya kungojea kule mbinguni. Leo nitawaelezea kuhusu maisha ya wale wameokolewa na wanaishi katika mipaka ya paradiso wakingojea. Lakini wewe na mimi tuko na matumaini ya kumlaki Bwana angani tukiwa bado hai. Kwa hivyo hatuhitaji kuishi katika sehemu hii ya kungojea. Nafsi wengi wasiohesabika ambao wameokolewa tangu kuzaliwa binadamu uanze wamekuwa wakiishi katika sehemu hii ya kungojea. Ukasikia kuhusu maisha yao pale, utaelewa kwamba ufalme wa mbinguni si ulimwengu wa kiroho ambao hauonekani, umejificha, lakini ni pahali pana utaratibu sana. Na wakati nitanena pia kuhusu maisha ya baadhi ya watu ambao wamekuwa pale, tafadhali jichunguze, uangalie imani na maisha yako, ulinganishe na zao, na kisha uweze kujipamba vyema kama biharusi wa Bwana. Ndugu zanguni katika Kristo, baada ya hukumu kuu ya mwisho, nafsi wengi ambao wamekuwa kingojea pale wataingia katika makao yao tofauti kulingana na vipimo vya imani. Na kabla ya hiyo, watakuwa nafuata utaratibu wa kiroho katika sehemu ya kungojea. Kwa mfano, watu wa ngazi ya chini ya imani wataonyesha heshima kwa watu wa ngazi ya juu ya imani kwa kuinamisha vichwa vyao. Unaweza jiuliza, utaratibu kama unawekwa aje hata kabla ya hukumu ya Mungu kufanyika? Ukaangalia Biblia, imani ya waumini inalinganishwa na mbio ama riadha. Kukiwa na wakimbiaji wengi wanaanza mbio kwa wakati mmoja ama wakati tofauti. Wanapomaliza mbio zao, muda wa kukimbia kwao unapimwa kwa usahihi na kurekodiwa. Mbio zao hupimwa kwa usahihi kabisa na kurekodiwa kwa dakika hata masekunde, na kisha nafasi zao za ushindi ziamuliwe ipasavyo. Hata kama washindi watapokea zawadi katika sherehe za zawadi, lakini baada tu ya kumaliza mbio zao tayari washajua nafasi zao. Na maanisha wakimaliza mbio zao pale mwisho wanajulishwa nafasi zao kutokana na rekodi za mbio. Imani yetu ni vile vile mfano wa mbio. Ndio maana Wakorintho wa kwanza 9:24 kasema, je, hamjui kwamba katika mashindano ya mbio wote wanaoshindana ukimbia, lakini ni mmoja wao tu apewaye tuzo? Kwa hiyo kimbieni katika mashindano kwa jinsi ambavyo mtapata tuzo. Kasi ya kila mkimbiaji inarekodiwa katika mchezo wa mbio, lakini kama ni imani yetu, ni nini hicho kitapimwa kulingana na kila mtu? Je, itakuwa ni muda mgani ambao umeishi maisha ya Ukristo, ama ni vyeo ambavyo ulipokea? Ama je, itakuwa ni sadaka ambazo umetoa, ama majukumu ambayo ulitekeleza? Bila shaka haya yote yanahusiana na thawabu utapokea kule mbinguni, lakini hakuna hata moja kati yao ambayo itakuwa ni mizani ya kurekodi imani yako. Mizani ya kwanza ya kurekodi imani yako ambayo inakubalika na Mungu ni kuchunguza kiwango kipi cha utakaso umetimiza moyoni mwako na kwa jinsi gani umefanana na Mungu kwa undani wako. Mizani ya pili ya kupima ni uaminifu wako wa kutekeleza kazi zote za Mungu. Mizani hizi mbili itaweza kutumika kupima imani ya kila mtu kwa usahihi na irekodiwe wakati yule muumini anapumua mwisho. Wakati waumini wametimiza wakamaliza mbio za imani na wanaishi katika sehemu ya kungojea, tayari wanajua nafasi na vyeo vyao kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho kulingana na rekodi ya kila mmoja imani yake.
kulingana na jinsi wametakasika na jinsi wamekuwa waaminifu katika kazi zao. Historia ya ukuzaji wa binadamu bado haujakwisha, na tunaishi nyakati za mwisho. Tuko na wakati wa kutosha kuboresha rekodi za viwango vyetu vya imani. Unaweza kuona na kusoma matendo ya imani kwa baba zetu wa imani ambao wako ngazi za juu, na kwa hivyo itakupa uwezo wa kuboresha rekodi ya imani yako kama vile utakavyo. Ndio maana Yesu akasema kwenye Mathayo 11:12, tangu siku za Yohana Mbatizaji hadi sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wanauteka. Inabidi uteke ufalme wa mbinguni kwa nguvu. Unajua neno la Mungu vizuri, na kuhusu Yerusalemu mpya, uko na wakati wa kutosha wa kuboresha makao yako mbinguni. Uko na wakati wa kutosha. Wengine wanaweza wazia kwamba nasi wote ambao wameokolewa wote ni watoto wa Mungu, na sasa wajiulize kwa nini kuwe na vyeo tofauti mbinguni, kwa nini makao tofauti tofauti na nyumba na thawabu tofauti tofauti. Lakini Biblia imetuambia ya kwamba kila mmoja atakayeokolewa atakuwa na cheo tofauti. Katika vipindi vijavyo nitawaelezea kwa undani, lakini kwa leo tuchunguze kwa ufupi tu. Mathayo 5:19 nasema, yeyote atakayevunja mojawapo ya amri ndogo kuliko zote ya amri hizi, naye akawafundisha wengine kufanya hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Imetupasa tushike hata amri ndogo. Ukazivunja, hata kama umeokolewa, utakuwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Na ukiwa mdogo sana katika ufalme wa mbinguni, utaelekea makao gani? Paradiso pekee. Lakini yeyote azitendaye na kuzifundisha hizi amri, yafaa tutunze neno la Mungu tunapofunza. Ukafunza tu na hauzifuati, mafundisho yako ni ya kimwili. Na sasa inasema ataitwa mkuu katika ufalme wa mbinguni. Ukaitwa mkuu, aidha utaingia ufalme wa tatu ama Yerusalemu mpya. Kama vile Wakorintho wa kwanza 15:41 inavyosema, jua lina fahari ya aina moja, mwezi nao una fahari yake, na nyota pia, nazo nyota hutofautiana katika fahari. Vile vile fahari ya kila mmoja kule mbinguni ni tofauti. Hapa duniani ya kung'aa zaidi ni jua. Kwa hivyo fahari ya jua ndiyo kubwa zaidi, ikifuatwa na mwezi, na kisha nyota hutofautiana katika fahari. Ziko na mianga tofauti. Inavyokaribia nchi zaidi ndivyo inazidi kung'aa. Kwa hivyo nyota hutofautiana katika fahari. Kule mbinguni kila mmoja atakuwa na cheo na fahari tofauti, na itatendeka kulingana na haki ya Mungu. Ikawa kuna nafsi ambao wameokoka tu punde tu kabla ya kufa, na kuna nafsi ambao wametoa maisha yao yote wakiishi kutumikia Bwana kama vile Mtume Paulo, wakatoshelezwa wote. Je, ni haki hiyo? Kama ni vile, nani atajitoa maisha yake yote kutumikia Bwana? Wakijua kwamba watatoshelezwa wote pamoja, imani yao itakuwa vuguvugu. Utajitoa hivi kuja maombi kila usiku? Utakuwa unahubiri Injili hata ukiteswa? Bila shaka wengine wataweza, lakini wengi wenyu hawataweza, kwa sababu utajua mwisho mtatoshelezwa. Ni katika haki na upendo wa Mungu ya kwamba kila mmoja atapewa thawabu tofauti kulingana na jinsi alitenda na akapanda duniani. Ndio maana Yesu akatuambia kwenye Mathayo 16:27, kwa maana mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, naye ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Naam, kwa kadri ya matendo yake. Ufunuo 22:12 nasema, tazama naja upesi, thawabu yangu i mkononi mwangu, nami nitampa kila mtu sawasawa na alivyotenda. Bwana Mungu atatupa kulingana na jinsi tumetenda, kulingana na jinsi umetakasa moyo wako. Utajaliwa kuketi kwenye vyeo vya juu, na utafurahia makao bora zaidi na thawabu kubwa zaidi kule mbinguni.
Hebu nikupe mfano halisi. Siku kadhaa zilizopita kulikuwa na mitihani ya kufuzu kuingia vyuo vikuu, na karibu wanafunzi 600 walihusika katika mitihani hiyo, wakapokea nafasi yao kila mmoja kulingana na matokeo. Na kwa sababu kulikuwa na wanafunzi wengi sana, kulingana na mwanafunzi mmoja alipoteza ama akapokea alama moja zaidi, nafasi yake iliweza kubadilika kwa ukubwa zaidi, kwa idadi ya 10 ama mamia. Lakini nafsi wengi wameokolewa tangu uumbaji wa nchi, na nafasi zao zishaamuliwa, lakini nafasi yako wewe sasa itabadilika kulingana na bidii yako, kulingana na jinsi unaishi kwa neno la Mungu na kuingia roho. Nafasi yako mbinguni itabadilika, na itakuwa na utofauti wa nafasi za mara 100 ama 1000 zaidi kama ya wanafunzi, lakini za kuwa utofauti wa makumi za milioni. Kwa sababu gani? Juu tangu uumbaji wa dunia nafsi wengi wameokolewa. Sana sana kuna wengi kule paradiso. Na sasa nafasi yako itabadilika kulingana na jinsi unatenda. Ukatenda moja tu zaidi, ukaongeza uaminifu wako kwa kiasi tu, kulingana na jinsi umetakasika, nafasi yako na cheo itabadilika. Kwa kiwango ambacho utatoa uovu hata mmoja tu, ukatimiza moyo mwema, nafasi yako ya kiroho, cheo chako cha kiroho itaweza kupanda juu zaidi, nafasi maelfu ama makumi ya maelfu zaidi. Na tuseme ulikuwa mtu wa kuhukumu watu ovyo ovyo, na sasa ukabadilika kuwa mtu wa kujaribu kuelewa watu wengine kwa wema. Ama tuseme ulikuwa mtu wa kusikia vibaya ukitendewa mabaya, na sasa ukawa mtu wa kushukuru katika hali zozote. Basi ukafika kule, nafasi yako ya kiroho itabadilika kulingana na kiasi gani umebadilika, hata kama ni kidogo, katika wema na roho. Kuna mshirika mmoja ambaye alishukishwa cheo, alikuwa ndio rais lakini akawa msaidizi sasa, na yule alikuwa msaidizi akawa rais katika vikundi vyetu kanisani. Alikuja akaniambia, mchungaji, nimefanyika msaidizi kwenye kikundi changu. Na nilishukuru juu kuna jambo aliniambia. Aliniambia kwamba alifurahia mwenzake ambaye alikuwa msaidizi alifanyika kwa kiongozi rais wa kikundi, kwa sababu mwingine alitambulika zaidi. Yeye alifurahi na kashukuru. Naam, hakika huyo ni mshirika wa Manmin. Kama angekwazika na anungunike, hata hiyo nafasi ya msaidizi alipewa hangefaa, na angekuwa na moyo muovu sana. Natumai hakuna mtu aina hiyo hapa Manmin. Kama unanungunika kwa sababu msaidizi wako amefanyika kiongozi ama rais na wewe umefanyika msaidizi tu, hata hiyo nafasi ya msaidizi haufai. Kwa hivyo na wahimiza mshukuru katika nafasi zote, wakati wote wa ukuzaji wa binadamu duniani, mkitumai kwamba mtabadilika. Vio vya nafsi ambao wamemaliza maisha yao hapa duniani na sawa wanaishi katika nafasi ile ya kungojea, vio vyao havibadiliki. Itabidi waishi milele kwa nafasi ambao wameshaamuliwa kulingana na utakaso na uaminifu wao katika nyumba ya Mungu. Mtu anapoingia mbinguni, nafsi yake ama roho yake pekee ambayo imetimizwa moyoni ndio inaingia pale, ya roho, lakini ya mwili haiwezi fika pale. Ni moyo wa roho pekee unaenda pale. Na ndio maana cheo chako itaweza kuamuliwa kule mbinguni kulingana na jinsi gani umekuza roho ndani yako, na mtenda makao tofauti. Hebu imagine tabia ya mwili imeingia pale, basi inamaanisha hata ufalme wa mbinguni kutakuwa na chuki na wivu. Sana sana paradiso kutakuwa na chuki na wivu. Na je, tutaita mbinguni kweli? Mbinguni ni nuru tu na ni upendo. Mwili haifiki kule, ni sehemu ya moyo ambayo imekuzwa katika roho ndio itaenda pale. Ndio maana mwangaza wa nuru yako itakuwa tofauti kulingana na jinsi ulikuza roho ndani yako. Yaani nasema wema na upendo ambao ulikuwa katika moyo wako wa kiroho ndio utakubalika kuingia pale. Hakutakuwa na kunungunika kokote, itakuwa ni amani, shukrani, upendo tu pekee. Kwa hivyo ukipatana na yeyote ambaye moyo wake wa kiroho uko juu zaidi yako, utahisi kana kwamba unampenda, unamheshimu
kuheshimu yule mtu. Na hata ukipatana na mtu ambaye ako chini kiroho zaidi yako, hautamupuuza. Mbinguni utaratibu unafuatwa, si kwa kulazimishwa, lakini anakupenda na mpenda, na kuheshimu na muheshimu, si upande moja tu. Na kila mmoja utukufu wake na thawabu zake watapewa baada ya hukumu kuu ya mwisho, lakini nafasi zao za kiroho za kila mtu watazijua, ishamuliwa watakapoingia sehemu ya kungojea. Na katika sehemu ya kungojea kuna wale wanateuliwa kama wasimamizi, na kuna utaratibu kamili unatendeka pale. Kwa hivyo nafsi wengi wanaishi pale pamoja, lakini hakuna hata mmoja anasikia kusumbuliwa, kwa sababu kila kitu iko kwa utaratibu. Ndugu zanguni, unawazia ni nini nafsi ambao wameokolewa wanatenda pale sehemu ya kungojea? Nini wanafanya pale? Kwanza, wanasoma maarifa ya kiroho kutoka kwa manabii. Wanajua kuhusu Mungu na ufalme wa mbinguni na sheria zingine za kiroho ambazo hawakujua. Wengine ambao waliokolewa hata kabla ya kujua neno la Mungu, mkubali Bwana, wakifa watasoma mengi. Katika sehemu kama hii ya kungojea, watasoma kuhusu kusudi la Mungu ya kuokoa binadamu na vipimo vya imani. Watasoma kuhusu ufalme wa mbinguni ambako watakwenda baada ya hukumu ya mwisho. Tutasoma pia kuhusu miaka 7 ya karamu kuu. Karamu kuu itakuwa ni karamu kweli, na si kusoma tu. Tutasikia ushuhuda kutoka kwa manabii. Utasikia jinsi manabii walishinda mateso yao na jinsi waliingia Yerusalemu mpya. Na itakuwa ni wakati wa neema tu tukisikia ushuhuda wa manabii ambao waliingia Yerusalemu mpya. Na katika sehemu ya kungojea, nafsi watapokea mambo ya kimsingi wanayohitaji pale. Watasoma na jinsi ya kuishi maisha uzima milele kule mbinguni, kama vile tu wanafunzi wengine wanapewa mwelekeo wa kila kitu kuhusu shule. Hata kwenye makampuni kunakuwa na mafunzo ya wafanyikazi wapya, na si mara moja tu. Wanafunzwa mara moja, mara mbili kwa mwaka, mafunzo maalum, na wanaweza kuata na mazoezi. Na katika sehemu ya kungojea, nafsi wanapokea mambo ya kimsingi wanayohitaji pale, na wanasoma jinsi wataishi. Tofauti na masomo ya kidunia, masomo ya kiroho si ya kuchosha ama ngumu. Badala yake watajazwa na neema na furaha wanaposoma. Na sasa nyinyi mnakuwa na matamanio ya mbinguni na ufalme wa kiroho mnaposikia ushuhuda kuhusu ufalme wa mbinguni na ulimwengu wa kiroho. Inafurahisha kweli, nami inafurahisha. Unasema inafurahisha, lakini sielewi. Kuna kitu ya kushangaza sielewi. Wengine wakikuja kwangu, kati yenu wengine wakikuja na wauliza, umesoma kitabu cha ufalme wa mbinguni ama kitabu ambacho nimeandika kuhusu jehanamu? Alafu wanasita kujibu. Wakisita inamaanisha hawajasoma. Wengine wanasema nimesoma, lakini inamaanisha alisoma lakini si yote. Na si ati ni mgeni, najua hata nyuso zao. Kama mtu hatajibu, huwa nauliza tena, na anasema nimesoma tu kidogo. Na nikiwaangalia nashangazwa sana. Huyu mtu hata hawelewi mbona nashangaa. Ya kushangaza ni nini? Wakati nilikuwa shule ya upili, nilikuwa napenda kusoma sana. Nilikuwa nazima mtu kitabu, na hata usiku wote ningekaa nikisoma kile kitabu usiku wote. Na singeacha kuisomea katikati. Juu ilikuwa inanifurahisha sana. Kwa hivyo nilikuwa nahakikisha na maliza hata kama ni usiku wa manane ndio niende shule. Kwa hivyo ningekaa hata usiku wote na kesho yake naenda shule. Lakini juu ilikuwa nafurahisha sana, hata sikusinzia nikisoma. Nilikuwa napenda gazeti za mara moja kwa mwezi, na hata pia nilikuwa napenda historia. Nilikuwa nasoma gazeti za kihistoria, na hata kulikuwa na gazeti za wanawake pia.
ilikuwa ni vigumu kuvipata juu pia vilikuwa ni bei kali. Kwa hivyo nilikuwa nasoma gazeti ambazo zilikuwa rahisi kupata, na nikifungua tu hivi lazima nimalize mpaka mwisho ndio niende shule. Na bila shaka hata kama ni ndefu, kama sizi maliza kwa usiku mmoja, naisoma siku ifuatayo. Na hata nikiwa shule nafikiria tu ile sehemu ambayo sijamaliza na nangojea nisome nyumbani tena. Hata kuhusu mambo ya kidunia tunaweza kaa usiku wote tukisoma. Na sasa watu ambao tunatamani ufalme wa mbinguni, utakosa aje kusoma kuhusu maisha ya mbinguni? Utakosa aje kusoma kitabu cha mbinguni? Na kwani hauna hamu ya kujua jehanamu nini kitatendeka pale ndio kwamba usiende pale? Hauna hamu ya kujua nini kitatendeka pale na hata usomi? Ndio maana nashangazwa. Ndio maana nikiwaangalia nashangazwa. Hawasomi vitabu vya ufalme wa mbinguni ambako wataishi milele, na hata kama hawaishi maisha, wanaishi maisha ya Ukristo, wataingia jehanamu. Hata wasomi kuhusu jehanamu, kisha unasema unaishi maisha imani. Imani gani? Je, kweli uko na matumaini ya kuishi mbinguni wewe? Nashangaa ushapoteza roho yako, imeenda duniani ama? Kwa hivyo usikize maneno yao kwa hamu kubwa. Tuseme unasikiza ushuhuda wa mmoja kati ya baba zetu wa imani wa maandiko kwenye Biblia. Tuseme ni Abrahamu, baba wa imani. Anakuelezea moyo gani alikuwa nao wakati alitoa mtoto wake wa kipekee Isaka kama sadaka, na jinsi alionyesha matendo kamili ya imani. Ama Elijah, Daniel, mtume Paulo wako na wewe na unakuelezea kuhusu ushuhuda wao. Itakuwa ni wakati wa kugusa, wakati wa furaha aje. Kwa hivyo haitakuwa ni ya uzito ama ya kuchosha kusoma maarifa ya kiroho kule mbinguni. Na kule mbinguni masomo haikuishi, na ni tofauti na masomo ya dunia. Haichoshi na si ngumu na hakuna mitihani. Ni ya kufurahisha tu kusoma. Mutasoma mambo ambayo haungeelewa ukiwa duniani. Na ukisema umilele, umilele, umilele ndio nini, utaelewa wakati huo. Tutasoma kuhusu historia ya Baba Mungu kabla hata ya umilele. Na tena utasoma moyo gani na nia gani Baba Mungu alikuwa nao wakati aliumba kila mnyama na kila mdudu, na jinsi aliwatia huku kwenye dunia. Na mambo yao yatakuwa ya kufurahisha tu kusoma. Na kama hutaki kusoma pia hautalazimishwa, kwa sababu mbinguni hakuna udikteta. Na pia hakuna kuanguka mtihani, tutapimwa uanguke. Lakini siwazi kama kuna mtu ambaye hatataka kusoma. Mbinguni kuna mambo mengi yasiyo ya kawaida ambayo hatuwezi kushuhudia hapa duniani. Kwa hivyo kusoma kitu kipya kule ni mapya kila siku na hayana mwisho. Hata hapa duniani unapoingia ngazi ya roho, mambo ya ajabu yanatendeka. Unasikia ushuhuda mwingi sana. Mtu ni miaka 85, 87, lakini jino lake linatokea jipya, linakuwa. Alipoteza meno, lakini meno yanakuwa na anapata urahisi wa kutafuna. Na zikianza kukua, anajua meno yameanza kukua. Kwa hivyo akaenda kwa daktari wa meno na akasema, yani yule daktari akamchukua huyu mtu si wa kawaida. Lakini baadaye kweli meno yalikuwa nakuwa. Alikuwa ananiambia, nikamwambia rudi kwa daktari amuonyeshe tena. Yule daktari alikuwa anaona si jambo la kawaida, hakuamini. Ndio nikamwambia amuonyeshe, apokee neema na apokee imani, awe na maarifa tena, asome ya kwamba meno hawezi kukua katika uzee, lakini kwa nguvu za Mungu inawezekana, kwa sababu ataiona ye mwenyewe. Wakati nafsi wanaishi katika sehemu ya kungojea, wanasoma maarifa mengi ya kiroho na wanashangaa nini kinaendelea duniani. Simaanishi watakuwa na wasiwasi wa mambo ya kidunia, lakini watataka kujua makanisa yao yanaendelea aje, na wametimiza kazi za Mungu kiasi gani, na hata wametimiza uinjilisti wa dunia kiasi gani.
hawawezi kuja duniani. Na kwa hivyo Mungu anaelewa mioyo yao ya kutaka kujua, na hivyo Mungu anawapasha habari za kisasa ya duniani kupitia malaika ambao wameruhusiwa kuja duniani na kupitia manabii ambao imani zao ziko juu zaidi. Nitawaelezea kuhusu manabii hao ambao wanatekeleza majukumu kama haya wakati ujao. Na inakuwa ni furaha tu kwa nafsi ambao wako pale wanangojea wakati wanasikia habari njema kutoka kwa malaika na manabii kuhusu duniani. Mungu alinifunulia kuhusu nafsi wachache ambao wameshiriki kanisa letu na wanaishi katika sehemu ya kungojea pale. Nafsi hao ambao wanashiriki kanisa la Manmin wanaishi pamoja katika sehemu iliyotengwa. Na kama vile Yesu alisema Mathayo 18:18, amin nawaambia, lolote mtakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote mtakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa hivyo nafsi ambao walitumikia mchungaji mmoja na kanisa moja kwa pamoja wako na uhusiano wa karibu sana maalum watakapofika mbinguni. Ni vile vile na mke na mume, watoto na wazazi. Kama mke na mume walipendana upendo wa kiroho duniani, watapendana zaidi pale. Watakuwa natembeleana, wanapatana. Lakini kama waliishi maisha ya kimwili, ya Kikristo kimwili, na walikuwa wapenzi wa kimwili, hata watakuwa na uhusiano mzuri pale, kwa sababu watakuwa na laumiana tu. Wanaweza wazia, juu mume wangu kama angenitendea mazuri zaidi, ningeenda sehemu bora zaidi ya ufalme wa mbinguni. Na hata mume anaweza sema, kama mke wangu angenitumikia vyema zaidi, ningeweza kuingia makao mema zaidi ya mbinguni. Sisi wote watakuwa na chuki, lakini upendo wa kimwili ni bure. Upendo wa kiroho ndio wa milele na wa muhimu. Nafsi ambao wameshiriki kanisa hili na kisha wakaokolewa watatengewa sehemu katika sehemu ya kungojea, na watakuwa na wanashangaa nini kinaendelea kanisa letu. Watakuwa naombea uinjilisti na ujenzi wa hekalu kuu na makusudi ya Mungu kuhusu kanisa letu. Senior Deaconess ambaye aliaga kwa kusudi la Mungu alikuwa naombea kanisa letu na mchungaji mara mingi kila siku kama aliyejitoa katika maombi. Na sasa hata wakati huu akiwa mbinguni anazidi kutuombea akingojea pale. Na kwa hivyo nafsi ambao walishiriki kanisa hili na wakaokolewa wanaishi pamoja, wanaombea kanisa letu na mchungaji wetu, na wanafurahia wakisikia habari njema za kanisa letu. Wakisikia habari maalum kuhusu mikutano ya crusade ambapo Mungu ametukuka, wanafurahia na kucheza kana kwamba ni sherehe fulani. Na vile vile nafsi ambao wanaishi katika sehemu ya kungojea pale mbinguni wanafurahia wanaposikia habari njema kutoka mbinguni. Ndugu zanguni katika Kristo, kuna nafsi ambao hawaishi katika sehemu ya kungojea pale mbinguni. Ni nafsi ambao wametimiza roho kamili na wamehitimu kuingia Yerusalemu mpya, na watu ambao waliinuliwa juu moja kwa moja nyakati za Agano la Kale hawakupitia kuzimu ya juu, lakini waliingia moja kwa moja Yerusalemu mpya. Na kama hawakunyakuliwa juu moja kwa moja, hata kama walitimia kuingia Yerusalemu mpya, walipitia kwanza kuzimu ya juu. Lakini Agano Jipya ambao wanahitimu kuingia New Jerusalem wanaenda moja kwa moja Yerusalemu mpya pasipo kupitia paradiso. Wakifika pale wanasaidia katika kazi za Mungu katika sehemu iliyotengwa kule Yerusalemu mpya. Wako na nyumba zao, lakini hawataenda kwenda pale moja kwa moja. Baada ya hukumu ya mwisho, kulingana na nyumba zao wataelekea kwao, na mpaka pale wako na sehemu iliyotengwa karibu na kiti cha enzi cha Mungu, na wanamsaidia Mungu katika kazi zake. Kuna sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya nafsi hawa maalum. Ni nafasi ambayo iko karibu na mji mtakatifu New Jerusalem, na urefu na upana na kimo yake ni kama maili 1500. Elijah, Enoch, Abraham, Moses, mtume Paulo, mtume Petro, mtume Yohana, David, Samueli walitimiza utakaso kamili wa mioyo yao na wakawa waaminifu katika jukumu zote za nyumba ya Mungu.
Na hawa pamoja na wengine wachache, kuna sehemu iliyotengwa ndani ya Yerusalemu mpya, mji mtakatifu, na wanasaidia kazi za Mungu pale. Haimaanishi kwamba hawezi kushuka katika mipaka ya paradiso. Wana uwezo hata kwenda paradiso na hata duniani washuke kwa ruhusa ya Mungu. Kwa mfano, wakati Yesu sura yake iligeuzwa mlimani katika huduma yake hadharani, Elija na Musa walishuka wakanena na Yesu. Yaani nasema nafsi ambao wametimiza roho kamili na wanaishi wameokolewa kuishi New Jerusalem, watatenda kazi maalum ambayo watapewa na Mungu pale. Imeandikwa kwamba Nabii Samueli alitoka duniani moja kwa moja kuelekea mbinguni. Na tulipokuwa tunachapisha kitabu cha mbinguni kule US, kampuni ya kuchapisha vitabu walikuwa na mashaka, wakakataa kukichapisha. Wakatuuliza, iliwezekanaje nabii aliyekufa atiapae juu mbinguni? Juu ilikuwa imeandikwa kwenye kitabu hivyo. Wakawa nauliza ati kwa ruhusa ya Mungu. Walisema haijaandikwa kwa Biblia. Kwa hivyo tukawajibu kulingana na mifano kwenye Biblia, na kisha wakakubali na kukichapisha. Ni watu waangalifu sana, wanachunguza kama kitu iko kinyume na maneno ya Biblia. Kwa hivyo tuliwapa majibu kulingana na mifano kwa Biblia, na wakachapisha kitabu papo hapo. Nafsi ambao wametimiza roho kamili na wameokolewa, ndio kwamba waishi Yerusalemu mpya, wataishi pale wakisaidia Mungu katika kazi zake. Wengine wanatumika karibu na kiti cha enzi cha Mungu, na wengine wanashuka kwenye sehemu ya kungojea kule mbinguni, mipaka ya paradiso, kufunza nafsi waliokolewa maarifa ya kiroho. Abraham, baba wa kiroho, alikuwa anachunga nafsi waliokolewa kwenye kuzimu ya juu mpaka wakati Yesu alifufuka na kupaa juu mbinguni. Manabii ambao nimewaelezea hawakuishi katika makao ya kungojea pale mbinguni. Kinyume na hiyo, kuna nafsi ambao hawangojei katika mipaka ya paradiso, lakini wanakaa kuzimu ya juu milele na milele. Ni nafsi ambao walikufa katika tumbo za mama zao na wakaokolewa. Wengi ambao wanakufa tumboni na wakaokolewa ni wachache. Ni wengi, lakini ambao hawaokolewi ni wachache. Ni miezi 6 hivi na zaidi. Mungu anapeana roho wakati mtoto amefika miezi 6. Kabla ya miezi 6 Mungu hawapi roho. Na katika alikama ya akikufa bila roho, anapotelea tu kama mnyama, potelea mbali. Nafsi zao zinapotea. Lakini kuanzia miezi 6 kwenda juu, kila mtoto anapewa roho. Lakini akifa tumboni, kwa sababu hajapitia ukuzaji wa binadamu, ataishi kuzimuni kwa juu milele. Lakini si wote watenda pale. Bado kuna wachache ambao hawataokolewa, na nitaelezea hii katika juma lijalo. Nafsi ya aina gani ambao hawezi kuokolewa wakifa tumboni? Na mbona nafsi ambao wamekufa tumboni na wameokolewa wanaishi kuzimia juu milele? Kweli kweli, nafsi hawa hawajavikwa umbo kamili la binadamu tumboni. Mwili gani wa kiroho atakuwa nao? Na mwili gani wa kiroho ambao nafsi ambao wameokolewa kupitia ukuzaji wa binadamu watakuwa nao katika sehemu ya kungojea? Haya nitaelezea kwa undani katika kipindi kijacho. Wakati mwingine mnajiuliza maswali kama hayo. Itakuwaje miaka 7 ya karamu kuu? Wengi wenu mko na hamu ya kujua miaka 7 ya karamu kuu. Nitaelezea pia hii katika vipindi vijacho. Nitaelezea jinsi tutakuwa na karamu ya harusi ya miaka 7. Mungu anasema miaka 7 itapita kwa haraka sana. Itapita kwa haraka sana. Kwa miaka hiyo 7, nchi itakuwa inapitia dhiki kuu. Nafsi ambao watakuwa huku duniani wataishi miaka 7 ni muda mrefu. Lakini nafsi ambao wataenda kwenye karamu ya harusi watafurahia miaka 7 itapita kwa ufupi sana. Nitaelezea zaidi baadaye. Hebu nitamatishe ujumbe huu. Ndugu zanguni katika Kristo, leo nimewaelezea maisha ya nafsi ambao wameokolewa
na ambao wanangojea katika mipaka ya paradiso. Wamekamilisha mbio za imani na wamemaliza ukuzaji wa binadamu na wamepewa vyeo vyao kulingana na rekodi za matendo yao na jinsi walitenda kazi. Na zaidi ya hiyo, nafsi ambao wametimiza roho kamili wakaingia Yerusalemu mpya. Zaidi ya pale, kuna nafsi ambao wanaishi kuzimu ya juu milele na milele. Inabidi utambue na ushukuru. Kuweza kupitia ukuzaji wa binadamu duniani ni jambo la kushukuru. Unaweza toa machozi ama huzuni ama uhisi uchungu wowote unapopitia maisha ya dunia, lakini kupitia yote unatambua kwamba kuna nguvu mpya ya kukimbia, kukaza mbio kwenda ufalme wa mbinguni. Unapitia uchungu ukipitia majaribio, lakini ambao wako na imani mzuri hawatahisi uchungu wowote. Kwa sababu gani? Juu watafurahi na kushukuru kama vile Mungu ametuambia. Wanatazamia tu Baba Mungu na wanajua matokeo ni baraka. Na hata kama unapitia mateso mengi kupitia majaribio, ukishashinda unashuhudia kwamba ulikuwa ni wakati wa dhamani, wakati mzuri, na ukisema ya kwamba kwa sababu ya jaribio hili nafsi yangu imefanikiwa, nimepokea baraka. Kwa sababu ya jaribio nafsi inafanikiwa, na yule mtu anapata imani mzuri na anapokea baraka za Mungu. Anaweza hata kulipa madeni ambazo alikuwa nazo maelfu ya madola, na kwa sababu ya hiyo anaongoza maisha ya baraka hivi. Anashukuru kwa sababu ya jaribio alipitia. Vile vile hata na wanafunzi, wakati wazazi wanawalazimisha kusoma kwa bidii, wanahisi ugumu fulani, lakini wakishaingia chuo kikuu ama kufanya kazi kwenye kampuni mzuri, wanashukuru wazazi wao sana. Naomba ya kwamba kila mmoja wenu mtaelewa vizuri jinsi vyeo vinapangwa kule mbinguni kulingana na kipimo cha imani yako, na naomba ya kwamba uingie roho na roho kamili katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba. Hallelujah, Almighty Father God of love. Please lay your hands on all brothers and sisters receiving this prayer here in attendance. Lay your hands on all the members of the branch churches and local sanctuaries, and all the GCN TV viewers, and those who are watching via satellites, cables, and internet all over the world. Plant faith in their hearts and drive out their negative thoughts and doubts. Let all the trials and afflictions leave them. By the fire of the Holy Spirit, from head to toe, scorch their sick and affected parts, including all cells, tissues, and nerves, all internal organs and intestines. Let the light of creation come upon them. In the name of the Lord Jesus Christ, I command the enemy devil and Satan, all diseases, germs, and viruses, and infirmities go away. Let the light shine on them. Scorch their incurable and long-term diseases by the fire of the Holy Spirit. Burn all kinds of endemic and contagious diseases like malaria. All epidemic diseases such as colds and fever, go away from them. Protect them, Father, from any kind of germs and viruses and bacteria. Heal them of all kinds of cancers: stomach cancer, lung cancer, liver cancer, breast cancer, womb cancer, intestinal cancer, and all other diseases like AIDS, leukemia, cerebral apoplexy, high blood pressure, low blood pressure, heart disease, lung disease, diabetes, women's disease, thyroid diseases, and all inflammations. Let them be made whole from the polio, stroke, arthritis, herniated discs, and many others. Let all kinds of pains disappear from them, like back pain, headache, and neuralgia. Set them free from epilepsy, autism, depression, neurosis, and all other mental diseases. Loosen them from all kinds of paralysis and let them get up, walk, and jump. Let them regain good eyesight and restore good hearing. Let the blind open their eyes. Let the deaf come to hear, and let the mute begin to speak. Heal accidents after effects. Restore their ruptured and broken bones. Restore them from burns and let the heat and burning sensation go away from them. Father, let there be no scars left. Be cleansed from all kinds of drug addictions and poisoning. Father, regenerate dead nerves, tissues, and cells and bring the dead back to life.
Bless them to conceive a baby. Father, please give them blessing to conceive a baby. In the name of Jesus Christ, I command the enemy devil and Satan, the ruler of the air, the evil forces and their servants, go away from them. Go away, evil spirits, unclean spirits, deceiving spirits, spirits of falsehood, separating spirits, and all forces of darkness. Loosen all bonds of wickedness and darkness, and go away from them. Let the light shine on them. Father God, give them strength to cry out in prayer, and empower them with the power to cast off sins and become sanctified. Let them be in good health as their soul becomes prosperous, and let their family be evangelized. Protect them from all kinds of accidents and disasters, and bless them to lead a successful and prosperous life in everything. Please protect your children, their homes and business, and their work with the fiery hedge of the Holy Spirit, with heavenly hosts and angels, and with your blazing eyes. Give students wisdom and understanding, and fill their hearts with more passion and desire for study. Keep their hearts and minds from worldly things, and plant into their hearts more fervent love for God. Bless your children and let them give glory to you in everything they do, whether they eat or drink or whatever they may do. Let them confess and testify to the living God, I have met and experienced God and received His answers and blessings. Father God, thank you. Let all glory be to you alone. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen.